Jambo la kwanza niseme namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu kwa sababu aliruhusu hili jambo litokee jana la sisi kukamatwa, lakini pia mazingira ya mimi kukamatwa Watanzania wameona na dunia imeona. Sisi jana tulikuwa tupo kwenye kilele cha maadhimisho ya sikukuu ya kuzaliwa kwa chama chetu, kwa maana chama chetu jana kilikuwa kinatimiza miaka 33 toka kimesajiliwa. Kwa hiyo tulikuwa kwenye kilele cha maadhimisho, na zoezi ambalo nilikuwa nalifanya muda ule nilikuwa sio kuhutubia, nilikuwa napandisha bendera na baadaye naishusha nusu mlingoti, kwa sababu pia tulikuwa tunaendelea na maombolezo ya msiba wa kitaifa wa muasisi wetu wa chama. Kwa wakati naendelea na lile zoezi, OCD akaja, nikaondolewa pale na kukamatwa kama ambavyo mmeona. Lakini kikubwa zaidi ambacho wao wanasema, tulifanya mkusanyiko usiokuwa halali, yani ule mkusanyiko ulikuwa hauna kibali. Lakini sisi Chadema ni chama ambacho kinapendwa. Sisi tulikuwa tunaenda kwa zoezi la kupandisha bendera. Sasa watu wakiona jezi za Chadema wanasogea, uwezo kwa wakataza watu wasisogee, tofauti na nguo za wenzetu. Sisi watu wakiona tumevaa combat, wanajua Chadema ndio tumaini letu, lazima waje wasogee, na kiongozi wa mkoa nimefika waone kuna nini. Kwa hiyo sisi hatukutegemea kwamba kutakuwa kuna jambo lolote, kutakuwa kuna mkusanyiko. Kwa hiyo na ilikuwa sio wajibu wangu mimi kama mwenyekiti wa mkoa labda niombe nini kibali. Walikuwepo viongozi wa chini na wakaona sababu ya kufanya hivyo, kwa sababu ilikuwa sio jambo ambalo tutegemea lingekusanya watu, lakini kwa sababu chama kinapendwa, watu wakasogea karibu washuhudie zoezi tuliokuwa tunaendelea nao. Baada ya kutolewa pale, tulipelekwa kwenye kituo cha polisi Nyara. Tumekaa pale, baadaye baada ya mahojiano ya kwanza yamefanyika, tukakaa selo. Baadaye wakatuhamisha pale, wakaniomba kwamba tuame kituo, basi na mimi nikakubali ili niende kituo ambacho OCD nafikiri atakuwa karibu. Nikapelekwa kwenye kituo cha Mbalizi ambako ndio nimelala, na leo nimetoka kwa dhamana na wamesema tutarudi. Nafikiri tarehe ya kurudi wao watasema ni tarehe ngapi tutarudi. Wao walisema Jumatatu, lakini Jumatatu tutakuwa bado tuna zoezi la msiba wa kitaifa. Sijapigwa na simu zangu ninazo, niko salama, lakini tu muhimu ambacho naweza kuambia Watanzania, tuendelee kuombea nchi yetu. Kwa sababu nchi inaugua ugonjwa wa kukosa haki na utawala bora. Sasa hili gonjwa tunaona limetengeneza magonjwa vidogo vidogo. Kuna ugonjwa umeibuka unaitwa uchawa, kujipendekeza. Kwa hiyo masuala tu yaliyofanyika pia ni uchawa na kujipendekeza tu kwa wakubwa, ili ionekane kwamba labda Chadema mbele wamefanya uasi, lakini hakuna jambo kubwa sana ambalo tulilifanya, kwa sababu tulikuwa kwenye kilele cha maadhimisho na viongozi wetu wakuu walitangaza tutakuwa tuna mazoezi 1, 2, 3 ya kufanya. Zuio la mahakama lilikuwa kwa viongozi wakuu. Sasa mimi ni kiongozi wa mkoa. Kwa hiyo wajumbe wa kamati kuu, mwenyekiti, makamu mwenyekiti, wale waliotajwa kwa ile maelekezo ya kwanza mahakama niliyopata bahati kuyasikia, hakutukuepo na sisi. Kwa sisi tunaendelea kufanya kazi, na ni ajabu sana, mimi nashindwa kuelewa inawezekanaje taasisi kubwa kama Chadema eti ukasema uisimamishe nchi nzima. Mimi mwenyekiti wa mkoa, haiwezekani watu wananiita kuja kuzindua ofisi, kuja kufanya bonanza la mchezo wa mpira pamoja na kupandisha bendera nikatae. Kazi yangu kubwa ni kulea wanachama wa Chadema wasipotee, hasa katika kipindi hichi ambacho chama changu kimepitia wakati mgumu na msukosuko. Kazi ya mwenyekiti wa Chadema ni kuwalea wafuasi wa Chadema wasipotee na waendelee kukiamini chama chao. Kwa mahali popote ambapo ukiniita mimi mwenyekiti wa Chadema nitafika, kwa sababu ndio kazi yangu na ndio kozi ndio ichagua. Watanzania, tuendelee kuombeana, lakini tuendelee kupambana. Hakuna ambaye atatuletea haki tutaendelea kuipambania sisi wenyewe kwa nguvu yetu na kwa umoja wetu, na tutashinda, na ushindi uko karibu sana, kwa sababu kadri giza linavyozidi kutanda ndivyo ambavyo nuru inakaribia. Nashukuru sana. Jana tarehe 21 Januari 2026 itakumbukwa ni siku ya maadhimisho ya tangu kusajiliwa chama miaka 33. Na jana utakumbuka pia juzi tumepokea taarifa ya msiba wa muasisi na mwenyekiti wa kwanza wa Chadema. Kwa hiyo kwa jana tulikuwa tuko katika msiba, lakini tulikuwa tuko katika maadhimisho. Sasa katika msiba chama kimetoa maelekezo kwamba mahali popote ambapo ama kuna ofisi ya chama kuna bendera ya chama, ama kuna kijiwe cha chama kuna bendera ya chama, bendera zote zipepee nusu mlingoti. Sasa tukio letu au shughuli, tukisema ni shughuli, kilichokuwa kinafanyika kwa jana ilikuwa ni kushusha bendera ya zamani iliyochakaa, ipandishwe bendera mpya lakini ipepee nusu mlingoti. Sasa ndio shughuli ilikuwa inafanyika. Wenzetu ambao wametukamata jeshi la polisi wanasema
wanatutuhumu kwa kufanya walichokiita mkusanyiko usio halali. Sasa hayo mengine tutakutana nao huko mbeleni kama watakuwa na kama ambavyo lakini sisi hatukuwa na shughuli nyingine tofauti na hiyo niliyosema. Taifa lina tatizo ambalo tunapaswa kuwajibika kwalo. Tunatakiwa tulisaidie taifa letu lipone, na taifa letu linaweza kupona pale tu litakapojengwa katika msingi wa haki. Hata katika safari ya miaka 33 ya chama tumepigania ukweli, tumepigania uhuru wa kweli, tumepigania maendeleo na uhuru wa watu, lakini tumepigania haki, na wito wa kupigania haki na kudai kwamba taifa lijengwe katika msingi wa haki, kwa sababu hata katika maandiko matakatifu yanasisitiza kwamba haki huinua taifa, na maandiko matakatifu yanasisitiza vile vile kwamba watu wabaya wakitawala watu wanaugua, na lakini watu wema wakitawala watu hufurahi. Sasa kwenye taifa letu kwa sasa watu wanaugua. Tuna tatizo ambalo tunapaswa kulisaidia taifa, kwa maana ya tujenge taifa katika msingi wa haki, na huo ndio wito wangu na ndio kitu ambacho ninaweza kusema kwamba kama mwenyekiti wa Baraza la Vijana wa Chadema mkoa wa Mbeya, jambo ambalo naona katika taifa letu tunapaswa kulifanyia kazi kwa makusudi ni kuhusu misingi ya haki. Lakini pia ninawashukuru sana Watanzania kwa namna ambavyo walivyopokea taarifa zetu za kukamata, wamepaza sauti zao na sauti zao zimeleta matokeo, kwa maana ya tumeachiwa kwa dhamana. Tutasubiria wito mwingine kwa masharti ya dhamana na hatua zingine za baadaye. Tunashukuru sana Watanzania, tunashukuru sana wanachama, tunashukuru sana viongozi waliotukimbilia. Sauti kwa nchi yetu sasa, bila sauti za Watanzania nafikiri, naamini huenda tungekuwa hatujatoka mbali sasa. Asante. Kwanza ni warejeshe, ikumbukwe jana wakati wa kilele cha maadhimisho ya kuzaliwa ama kusajiliwa kwa chama chetu kwa takriban miaka 33 ambayo tumedumu, viongozi wetu wakuu wa chama kwa maana ya mwenyekiti wetu wa mkoa ndugu Masaga Pius Karoli pamoja na mwenyekiti wetu wa baraza la vijana ndugu Chonya Elisha Evaristo walikamatwa na jeshi la polisi pale maeneo ya Inyara, jimbo la Mbeya vijijini. Kwa hiyo walikuwa wapo ndani mpaka hivi tunavyozungumza, ndipo wamepata dhamana na wako nje kwa dhamana, na watatakiwa kwenda kuripoti tena pale ambapo watatakiwa. Ni kipi ambacho mnafikiria kukifanya, labda kwa sababu lile lilishatokea? Kuna kitu chochote ambacho mnafikiria? Kosa ambalo walikuwa wanatuhumiwa ndugu zetu ni kwamba walifanya mkusanyiko ambao haukuwa na kibali, jambo ambalo sio sahihi. Sisi Chadema jana hatukuwa na mkutano wowote wa hadhara, badala yake tulikuwa tunatekeleza jukumu na itakumbukwa kwamba muasisi wa chama chetu kwa maana ya baba yetu ndugu Edwin Mtei, Mungu amemchukua na Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Na kwa hivyo tulielekezwa na chama kwamba bendera zote za chama zitapepea nusu mlingoti. Kwa hiyo viongozi hawa walienda kutekeleza takwa hilo pale Inyara, na wengine tulienda kutekeleza takwa hilo maeneo mengine kuhakikisha bendera zote zina muenzi kwa maana ya kupepea nusu mlingoti. Sasa sisi hatukuwa na jambo hilo, lakini jambo la ajabu na la kushitusha, OCD mwenyewe wa jimbo la Mbeya vijijini tulimuona akiteremsha bendera yetu ya chama ambayo ilikuwa inaendelea kupepea pale nusu mlingoti, jambo ambalo limetushitusha sana, jambo ambalo limetufedhesha sana, kwamba iweje OCD aende kufungua bendera ya chama cha siasa, chama ambacho kimesajiliwa kwa mujibu wa sheria. Na kwa hivyo baada ya kuwawekea dhamana ndugu zetu hawa, tunaendelea kutafakari pamoja na wanasheria wetu. Nafikiri nitumie chombo hichi na muda huu, sisi tunamtaka OCD kama lile jambo alilifanya kwa bahati mbaya, basi tutatoa siku 7 aombe radhi kwenye chama chetu ili tuendelee na mahusiano ya kawaida. Lakini asipofanya hivyo, chama kupitia wanasheria wetu tunakusudia kumpeleka mahakamani kwa jina lake. Narudia tena, kama hatafanya hivyo, hataomba msamaha kwa chama kwa kitendo cha yeye mwenyewe kwa mkono wake kwenda kuteremsha bendera ya chama cha siasa, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kilichosajiliwa kwa mujibu wa sheria, kama hataomba msamaha ndani ya siku 7, tunakwenda kumpeleka mahakamani kwa jina lake, kwa jina lake. Hicho ndo hatutani, na itakuwa hivyo. Aombe msamaha kwa njia ipi?
kwa njia yoyote atakayoona itafanya. Na uzuri aliteremsha bendera hadharani, nafikiri pia aombe msamaha kwa njia hiyo hiyo ya hadharani. Sawa, kuna namna yoyote ambayo ninyi kama chama mmeathirika kwa lile tukio la jana? Tumeathirika, na sio tu chama, jamii imeathirika, namna ambavyo viongozi wetu walichukuliwa, namna viongozi wetu ambavyo wameenda kulala mahabusu bila sababu ya msingi, namna ambavyo yeye mwenyewe ameshindwa kumheshimu marehemu, kwa maana ya mzee wetu Mtei, ambao wanachama na wananchi walikuwa wanaendelea kuomboleza. Ili limetuathiri kisaikolojia na limeathiri chama chetu, limeathiri taasisi pamoja na jamii, limeathiri mahusiano ya sisi na jeshi la polisi. Na itakumbukwa kwamba sisi tuna ugomvi mkubwa na jeshi la polisi pale ambapo wanakuwa wanatukamata bila kufuata utaratibu, ili hali wao ndio wasimamizi wa sheria za nchi. Sasa wanapovunja, nafikiri wanatukosesha uhusiano ambao hautakiwi tena turudi nyuma, ili yale yaliyotokea tarehe 29 yasije yakajirudia tena. Naitwa Victoria Benson Swebe, ni mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Kyela. Ndugu mwandishi wa habari, niseme sitaki kuwasema vizuri au kuwasema vibaya. Imekuwa ni desturi ya maskari kutukamata tunapofanya shughuli zozote za chama. Kwa hiyo uwe na kibali usio na kibali, wewe ni muhaini, ni mchochezi, unafanya mikutano bila kibali. Sisi tuseme tu, niseme sijajisikia vizuri, ndio maana baada ya kupata hizo taarifa nilikuja Mbeya polisi. Tunashukuru wametupa dhamana, kwa sababu wenyewe ndio waliotukamata na wenyewe ndio wametoa dhamana. Sisi tunamshukuru Mungu, ndugu zetu wako nje. Hivi vitu na mimi nimevipitia, Aisha kaa ndani siku 15. Kwa hiyo unaposikia mwenzio amekamata, ni vile tu moyo unauma na unajua hivi vitu vipo na vinaendelea kuwepo. Ni pale tu tutakapopata katiba mpya, tutapata tume huru, labda ya mambo yataisha, lakini vinginevyo sisi ni mbuzi wa kafara. Kila siku watatupeleka wanavyotaka, wakituweka ndani watatutoa. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa anatulinda tukiwa huko ndani. Ni vile tu askari hawajajifunza, kwa sababu tarehe 29 ilitufundisha kwamba askari wanatakiwa, kwa sababu kushusha bendera ambayo ni ya taasisi ni sawa na sisi twende tukashushe kofia aliyovaa askari, ni tafsiri zake. Sasa kama wewe askari unapata nguvu ya kwenda kushusha bendera ili labda kiongozi wako akusifie, mimi nitoe wito tu kwamba askari watuheshimu ili na sisi tuendelee kuwaheshimu, kwa sababu wanatufanya ni maadui, lakini sisi tunajua tunaishi nao. Hawa askari lazima wajifunze kitu, kwamba hawa wanyonge sio kuwafanya kila siku wawe wanyonge. Na sisi sasa hivi hatuwezi kulialia, hatutalia, kwa sababu tunachosema ni haki na tunasimamia haki, na hiki chama huwezi kukiwa hivi. Mimi najua hizi ni mbinu ya kumaliza Chadema, ni mbinu kubwa kabisa ambazo serikali imepanga kuiua Chadema. Chadema iko kwenye imani za watu, kwenye mioyo. Ingekuwa kwenye nguo, tungezichukua nguo tukazichoma tukazitupa, lakini iko kwenye mioyo yetu ndani. Unaiuaje? Kwa hiyo mimi najua wanatunyong'onyeza vile, kama wanavyochukua viongozi. Mfano, wamemchukua mwenyekiti wa mkoa wa chama, wamemchukua mwenyekiti wa vijana wa mkoa, wa jimbo walijiokoa, sijui walikimbia, sijui walifanyaje. Wanajua wenyewe walitumia mbinu gani ili wasikamatwe. Ni kwa nini wanataka kututia hofu? Sasa mwenyekiti wa mkoa akasema, kwa sababu ninawasimamia watu, acha nikalale ndani. Mwenyekiti wa vijana kalala ndani. Leo tumewatoa, wameniweka mimi ndani. Vijana wangu wakijua watakimbia, lakini bado chama ndio kibichi. Kwa maana hiyo, labda atumie mbinu zingine. Hizi za kutuweka ndani, mimi naomba tu waziache, kwa sababu unamweka mtu ndani, mwisho wa siku una kesi ya kumpa nini, ni kututesa tu. Lakini zitateseka nyama na mifupa, mioyo yetu inalindwa na Mungu. Kwa ni waombe tu kwamba hizi nyama wanazozitesa zitakuja zikomae, maumivu hayataingia tena. Kwa hata mtoto kama kila siku unampiga, mtoto anakuwa sugu. Kwa hiyo wasitupe usugu. Sisi ni binadamu, tunaheshimu sana sheria, tunaheshimu sana askari, tunaheshimu watu wote, lakini wasitufanye kama ni wajinga. Kila siku unampeleka huku mtu, unamleta huku, unampeleka huku. Itafika wakati itakuwa ni mbaya sana. Wanatujenga, ndio hicho nimekwambia, wanajenga usugu, wanawafanya watu wawe waoga. Sasa watu sio waoga tena, yaani jamii imeshajua kwamba tunaonewa. Ogopa sana mtu ambaye unamuonea alikuwa ajui, sasa amejua. Kwa maana hata wananchi kinachoendelea wanakiona, wanaona kwa macho kwamba hivi mtu kwenye bendera yake anataka kuishusha ili atangaze msiba ambao umempata wa muasisi wake. Ni kosa. Yaani hapo sasa unakuta sasa, kwa sababu labda pengine hatujui sheria, kwa sababu wenyewe wanajua sheria, watatafsiri sheria zao.
lakini wananchi na jamii nzima inatakiwa ijue tu kwamba Chadema inaonewa kwa sababu ni chama ambacho hakina serikali. Ndio maana tunapigwa fimbo hata ambazo sio za kwetu. Maji yanakunywa ng'ombe, anapigwa nguruwe kwa sababu hawezi kukimbia. Lakini kama sisi tungekuwa na serikali, hizi fimbo hazitustahili, sio adhabu ya kweli. Wewe mtu kweli, bendera askari anaenda anaishusha, anaweka kwenye gari, amebaki nayo mpaka leo. Ya nini? Kwamba hataki bendera ya Chadema ipepee. Utatoa bendera, lakini ndio maana nimekuambia Chadema iko kwenye mioyo, haiko usoni wala kwenye nguo. Sasa kama mtu ambaye amekitunza chake moyoni, unasema utamchapa labda kitatoka, hakitoki. Vinginevyo utoe damu yote uweke damu mpya. Sasa hutoweza, kwa sababu aliyeumba ni Mungu, na ndio maana nimesema wakati wa Bwana ipo siku utafika.